Tukiingia upande wa Senate, ambaye senator wetu ni Jones Mwaruma, ambaye kazi yake kuu sana ni kuhakikisha pesa zimetoka katika national government pale zimetufikia katika county government, na kuna yale ambayo labda ametekeleza. Kwa maoni yako katika uongozi wake wa awamu hii yake ya pili inapoelekea kukamilika ni yapi? Okay, senator pia amejaribu juu ndio miradi yetu iweze kusonga kwa county, lazima yeye ndo ako juu anatuletea fedha huku chini, then governor anaendelea. So amefanya kazi mzuri pia, yeye inaweza mrate like 7/10, si mbaya kwake kwa senator. Labda kuna yapi mmefanywa na senator wetu ambaye ni Mwaruma? Senator Mwaruma yeye pia amejitahidi sana jinsi awezavyo. Katika mgao wa fedha tumeona kuna vyama ambavyo wameviweka, ambavyo kuna wamama ambao wako katika vyama wanasema ya kwamba wameweza kufanya biashara zao vizuri katika mgao wa fedha. Ameweza kujitekeleza vizuri kwa uaminifu na kuweza kutoa kwa uaminifu. Hivyo basi wanaombwa sana kujitahidi ili waweze kutekeleza zaidi katika migao yao ya fedha. Majukumu ya Mheshimiwa Mwaruma ni ile foundation yake. Tunaona bado foundation kama imesaidia watu wengi hapa, hiyo ndio naweza sema bado inaendelea kwa tangu awe senator kwenye hiyo miaka 5 imetangulia, na hii bado ile project yake ya Mwaruma Foundation inaendelea. Hapo tunaweza ona kidogo tu ametusaidia kwa sababu ile manifesto yake bado anaiendeleza. Alichakuwa ameregeshwa mara pili, lakini anaendelea na ile yenye anafanya. Kwa kile kidogo tunaweza mshukuru. Je, una yapi ya kuongelea kuhusu senator wetu? Mimi kifikia kwa senator wetu Jones Mwaruma, kwanza ningependa kumpa kongole kabisa kwa sababu ameweza kuwa anang'ang'ana ili fedha ziweze kutufikia kwa muda ambao unafaa, na pia tuweze kuongezewa mgao ambao amekuwa ni kama jicho la kaunti yetu kwa hii awamu. Kupata tamu mbili hiyo ni super senator. So kama juzi ameweza kung'ang'ania tukaweza kupata hiyo 352M ambao senator waliweza kung'ang'ana maseneta wote wa Kenya mzima ikiwemo Jones Mwaruma, ikakuja na akaweza kujadiliana na gavana wetu ili hiyo pesa yote iweze kuingizwa kwa sekta ya hospitali. Kwa hivyo nashukuru pia governor kwa ushauri wake, aliposhauriwa na senator naona aliweza kuingiza. Sahi kuna hiyo mambo ya hospitali ambayo inatengenezwa pale. Pia ningependa kushukuru hata japo hana hiyo mfuko ya hizi pesa ambao wabunge wanapewa, magavana wanapewa, kuna hiyo foundation yake ambao tunaiona. Naye ni vizuri pia akuje mtaani kama kaunti ya Marungu ama kaunti zingine, manake kuna watu wengi ambao hawajui kazi za senator. Unatembea unaambiwa senator angalia barabara iko hivi, senator angalia kuna watu hawajapata basari. Kama yeye achukue jukumu kama senator na nani yake ya oversight, aweze kutueleza zile mambo, aweze kueleza mwananchi one on one. Manake kama mimi mwakilishi wake nikiweza kuongea, utapata mara nyingi watu hawataelewa. Kwa hivyo senator wetu Jones Mwaruma, uchukue hiyo nafasi, ukuje ueleze wananchi kazi ya senator ni hii na hile na hile. Lakini kufikia sasa mimi nakushukuru sana na tuko pamoja kabisa mheshimiwa. Kumbe wewe ndio mwakilishi wa senator. Nimesikia ukisema kama mwakilishi wake. Na mimi ndio mwakilishi wa senator wetu Jones Mwaruma hapa Marungu Ward, na so far tumeweza kama foundation, niko pale kwa ofisi ya foundation, tumeweza kuchukua watu 17 hapa Marungu Ward, na mimi ni mmoja wale wamefaidika na hiyo foundation. Nimefanya plant operator na nimeweza kuingia kwa ofisi yake. Niko na mwalimu ambao ametoka kwa other family, ameweza kusomeshwa na mheshimiwa na akaweza kuandikwa permanent. Kwa hivyo kuna jamii mingi tu ameweza kuinua kupitia hiyo foundation, na tu support walimu peke yake. Kuna nurses, kuna operators kama mimi vile nimesema mimi ni operator. Kwa hivyo mimi naomba pia haweze kuzidisha, tuweze kuchukua kwa hao 17 ambao tumechukua hapa. Naweza kushukuru sana. Shukrani kabisa. Tumekuwa na Shalfina ambaye ni mwakilishi wa senator kama alivyotueleza. Asante sana, ni maoni yake aliyoyatoa bali si maoni yetu. Kwa hivyo tungependa pia msitunukuu vibaya kwa kuwa sisi tunaweza kuwakilisha tu maoni ya mwananchi. Hivyo kama nilivyokueleza, tuko katika eneo la Marungu, tutaendelea kuoji watu zaidi ili tuweze kupata maoni ya watu tofauti. Shukrani sana. Back to studio. My name is DJ Ital Live.